Tuombe. Mwenyezi Mungu Bwana wetu, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetujalia kuwepo mbele zako, na sasa hata kwa nafasi unayotupa kuweza kulisikia neno lako na kutafakari. Naomba ukatuongoze kwa Roho wako Mtakatifu juu ya ujumbe muhimu kwa leo, ili Mungu Baba tuendelee kuamini na kutegemea Bwana wetu Yesu Kristo, huyo ambaye alishinda nguvu za Mungu, kifo na mauti, ili tuendelee kuishi pasipo hofu tena dhidi ya Mungu, dhidi ya kifo, dhidi ya mauti, bali tufurahi kwa kujua kwamba Bwana wetu aliweza kushinda kwa ajili yetu. Tuendelee kudumu katika imani kwa sababu ya ushindi uliopatikana katika Bwana Yesu Kristo, ili katika maisha yetu yote tuendelee kusimama imara na amani ya Bwana iendelee kutawala maisha yetu. Amen. Somo letu la leo linalotuongoza katika mahubiri ni kutoka katika Injili ya Marko Mtakatifu sura ya 16 mstari 1 wa 14. Marko Mtakatifu sura ya 16 mstari 1 wa 14. Ninasoma tena kama ilivyoandikwa. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, wakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Leo ambayo ni siku ya Bwana ya kwanza baada ya Pasaka, tunaongozwa na kichwa kinachosema, ujumbe mkuu unaosema Yesu Kristo ajidhihirisha kwa wanafunzi wake. Yesu Kristo ajidhihirisha kwa wanafunzi wake. Yesu Kristo alijifunua kwa wanafunzi wake ili ipate kuthibitika kwamba amefufuka, ili wanafunzi wake wapate kuamini kwamba Yesu Kristo amefufuka, yu hai. Baada ya kifo chake Bwana wetu Yesu Kristo, wanafunzi walienda Yerusalemu na kujifungia wakiogopa Wayahudi, wakiwa na hali ya hofu. Wakakaa ndani, milango ikiwa imefungwa kwa sababu ya hofu, maana waliogopa sana Wayahudi hao ambao walijua kwamba wamesababisha kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, wamemua Bwana wetu Yesu Kristo. Kulingana na kamusi ya Biblia, neno hofu ni hali ya kuogopa watu, ni hali ya kuogopa mambo, vitu na matukio ambavyo mtu huviona kwamba inaweza kumhatarisha, naweza kumtawala na kumshinda, kuvikabili na hata kumwangamiza. Vitu anavyoona kwamba vitu, watu au mambo ambayo tunaona kwamba hivi vitu vinaweza vikamhatarisha, vinaweza kumtawala, vinaweza kumshinda, kuvikabili na vinaweza kumwangamiza, basi hivyo vitu vinampa hofu. Hofu kwa maneno mengine pia tunaweza kusema kwamba ni kuwa na wasiwasi, ni hali ya kuogopa. Hali ilikuwa ya hofu siku kabla ya kufufuka kwake Bwana Yesu Kristo. Tangu kifo chake, kabla ya kufufuka kwake, hali ya hofu ilitawala kwa wengi waliomwamini, wengi waliomfuata, wengi ambao walimtegemea kama Bwana na mkombozi wao kama Masihi. Hali iliendelea mpaka siku ya kwanza ya juma jioni, yaani Jumapili jioni.
wanafunzi walipokuwa wamekusanyika ndani wanaendelea kusali, lakini wakijifungia kwa sababu waliohofu juu ya Uyahudi. Katikati ya hofu, Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka akatokea katikati yao wakiwa ndani wamejifungia, huko anaendelea kusali, milango imefungwa. Akatokea katikati yao akasema, amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Amani tunaweza kusema kwamba ni kinyume cha hofu, maana palipo na hofu amani inatoweka, na palipo na amani hofu inakuwa ipo tena, inakuwa imeondoka. Bwana wetu sisi wakati anatokea wanafunzi kwa mara ya kwanza, anatokea wakati ambapo Tomaso hakuwa miongoni mwao, hakuwepo katika kusanyiko lao. Wakati walipokuwa ndani wamekusanyika wakisali katika ibada, katika maombi yao, yeye hakuwepo. Kwa hiyo hakuwa amehudhuria katika ibada hiyo, katika maombi hayo, katika ibada hiyo, katika kusali huko. Na alipokuja ndipo wanafunzi wake sasa wanampa habari kwamba tumemwona Bwana. Wakati haupo tumemwona Bwana, ametutokea hapa. Naye akasema, mimi nisipoangalia vitanga vya mikono yake nikaona makovu ya misumari, nikatia kidole changu mahali pa misumari na mkono wangu ubavuni mwake, kamwe sitaamini, kamwe sitasadiki hayo mnaniambia. Ndugu zangu, Yesu anajifunua kwetu. Yesu anajifunua kwetu katika maisha yetu ya ibada, katikati ya ibada kama hapa tulipokusanyika, tunaposikia neno la Mungu mara kwa mara, tunapotafakari juu ya neno la Mungu kwa njia mbalimbali, kupitia mahubiri, kupitia nyimbo, kwa njia hii Yesu anaendelea kujifunua katikati yetu. Kukosekana kwenye kusanyiko la ibada ni tatizo kwetu sisi, inakuwa ni tatizo. Tomaso hakuwepo kwenye ibada ya Jumapili jioni, hivyo hamuoni Bwana Yesu na hakuweza kuamini. Anayekosekana ibadani, ambaye mara nyingi huendelea kukosekana katika ibada, huendelea kuishi katika hali ya hofu, huendelea kuishi katika hali ya mashaka, huendelea kuishi bila kuwa na amani katika maisha yake, kwa sababu katika maisha ya kila siku tunakumbana na misukosuko mingi, tunakumbana na matatizo mengi, tunakumbana na shida nyingi na majaribu mengi. Sasa kwa mtu asiyehudhuria ibadani, hayo anapokumbana nayo, anaendelea kuishi katika hali ya hofu, anaendelea kuishi katika hali ya mashaka, anaendelea kuishi katika hali ya kutokuwa na amani, kwa sababu anaona kila upande, kila sehemu ni tishio, kila anachofanya hakuna mafanikio kwake, anaona ni vikwazo kila siku kwake, anaona ni giza, kila jambo ni giza, anafanya hakuna mafanikio, ni matatizo matupu. Kwa sababu ya kutokuwa mtu mwenye kuwemo ibadani, basi anakosa jambo, anakosa kitu cha kumsaidia kusudi aweze kushinda hofu, aweze kushinda mashaka, aweze kushinda hali ya kuishi katika hofu na mashaka, aweze kuwa na amani, kwa sababu ya kupata kufunuliwa kwake Bwana Yesu Kristo, ambaye alishinda kwa ajili yetu, akashinda matatizo mbalimbali, akashinda nguvu za mwovu,
akashinda hata kifo na mauti. Najua tunakumbana na magonjwa mengi, labda magonjwa ambapo mtu anaona kwamba huu ugonjwa si wa kupona, au kupata tatizo ambapo unakiona kifo kwa karibu. Basi hii yote inaleta hofu. Pasipo kuwa Bwana amejifunua kwako, ukapata tumaini kwake Bwana, huyu Bwana ambaye anasema amani iwe kwako, amani iwe kwenu, utaendelea kuishi katika hofu, mashaka, pasipo amani. Baadaye Bwana Yesu aliweza kuwatokea tena wanafunzi baada ya siku kama 8 hivi, wakiwa ndani tena katika kusanyiko, ndani wamejifungia, wakiendelea kusali na maombi. Milango imefungwa, sababu bado hali ya woga ilikuwa iko dhidi ya Wayahudi. Sasa anatokea katikati yao mara ya pili. Tomaso naye sasa akawa yupo miongoni mwao, nao ndio anamwambia, anapotokea kwao, ndipo anamwambia sasa neno lile lile kama alivyosema mwanzoni kwamba amani iwe kwenu, wakati Tomaso hayupo. Na sasa bahati nzuri Tomaso yupo, ndiye anamwambia sasa tena amani iwe kwenu. Na kwa sababu yeye ni Bwana, alijua hali zao, alijua kwamba ambavyo walitawaliwa na hofu na mashaka. Na ndio tumesikia hata katika somo letu akiwasemea kwamba nyinyi, kwa nini mnaendelea kubaki katika hali ya hofu na mashaka, nyinyi wasio waamini? Kwa hiyo alijua hali ya Tomaso, jinsi alivyokuwa na mashaka aliyokuwa nayo aliyafahamu. Ndipo baada ya kuambia amani iwe kwenu, anamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, weke katika tango ya mkono wangu, uone, uweke na mkono wako bavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali mwenye kuamini. Usiwe tena asiyeamini, uwe mwenye kuamini. Tomaso aliposikia Bwana anamwambia maneno hayo, na Roho wa Mungu sasa akawa ameanza kufanya kazi ndani yake, katikati ya hofu na mashaka yokuwemo, ndipo Tomaso itikio lake akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Huo ulikuwa ni ukiri wake nani? Tomaso, kwa kumkiri Bwana, Bwana wangu na Mungu wangu. Ndipo Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wasioona wakasadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Zangu katika Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo hapendi tuendelee kuishi katika hali ya hofu, katika hali ya mashaka. Hapendi tuendelee kuishi katika hali ya hofu na hali ya mashaka. Na ndio maana tunaona sasa anajitokeza hata mara ya pili kwa wanafunzi, Tomaso akiwepo. Aliyajua mashaka ya Tomaso, na ndio maana kama nilivyotangulia kusema, kumwambia lete kidole chako uweke katika mkono yangu uone, na mkono wako uweke bavuni mwangu uone, wala usiwe tena asiamini, bali aaminie. Katika maisha yetu tunakumbana na shida nyingi, tunakumbana na hizo mengi, magonjwa, vikwazo, hali ya kiuchumi, matatizo, kuondokewa na ndugu, marafiki zetu wanaoaga dunia, zetu wa karibu, matatizo mengi ambaye mashaka kwa sababu ya hali mbalimbali tunakutana nayo katika maisha. Unashindwa kuwa na matumaini, kesho itakuwaje? Unaona leo iko hivi, uko katikati ya matatizo, kila jambo huoni wepesi.
unaona vitisho kila mahali, kila kona. Sasa unajiuliza kwamba kesho itakuwaje? Mashaka yanaendelea kuwepo. Bwana Yesu hapendi tuendelee kuishi katika hofu na mashaka ya namna yote. Ndio tunaona sasa anajitokeza kwao mara ya pili, na Tomaso ambaye alikuwa na mashaka anakuwepo. Ndugu zangu, Bwana anajua mashaka yetu kama alivyojua mashaka ya Tomaso. Anajua hata hofu tunakuwa nayo, kama hata alivyojua wanafunzi wote jinsi walikuwa na hofu. Anajua hata uhaba wa imani kwake, kama alivyojua hata wanafunzi wakati wakwambia, nyie wenye mashaka tusadiki, nyie wenye mashaka wasioweza kuamini, wale ambao waliweza kuniona wakawapa habari, taendelea kubaki katika hali na mashaka hiyo hata lini? Ndugu zangu, Mungu Bwana wetu sasa anajua mashaka yetu. Katikati ya hofu zetu, Bwana wetu anasimama na kututakia amani. Maneno yale aliyosema wakati ule kwamba amani iwe kwenu, ni maneno yale ambayo Bwana, huyu Bwana wa amani, anatutakia amani, anaendelea kutuambia hata sisi wakati wote kwamba amani iwe kwenu, kwamba amani iwe kwetu. Pamoja na matatizo yote ya kila namna, pamoja na changamoto za kila namna, anatuambia tuwe na amani. Tunaye yeye ambaye alimshinda mwovu, alishinda matatizo ya aina mbalimbali, changamoto mbalimbali za dunia hii, alishinda kifo, alishinda mauti. Huyo ndiye anatuambia amani iwe kwenu, kwamba tuwe na amani kwa sababu tunaye huyo Bwana aliyefufuka, tunaye huyo Bwana aliye hai, tunaye Bwana aliye na mamlaka, tunaye Bwana huyo ambaye ni tumaini letu, tunaye huyo Bwana aliyeshinda kwa ajili yetu. Basi anatualika kwa neno hili, kwa ujumbe wa leo, kwamba wakati wote, wakati wa raha na shida, tuwe pamoja nani? Naye Bwana huyu aliyeshinda kwa ajili yetu. Tembee na Bwana huyu aliyeshinda kwa ajili yetu, huyo mkombozi wetu, huyo Bwana wa amani. Katikati ya shida na changamoto, tumwangalie Bwana aliyeshinda kwa ajili yetu, huyo aliye uzima wetu, huyo Bwana wa amani. Matatizo na taabu za kila namna situweke mbali naye, bali tuwe wakati wote karibu naye. Tuwe wenye kudumu kuwa na maisha ya ibada, ili tusije kuwa kama Tomaso aliyomtokea mwanzoni akaendelea kubaki na mashaka hata alipoambiwa na wale waliomwona Bwana Yesu alipowatokea, kwa sababu walipowatokea kuwepo. Tudumu katika maisha ya kibada. Kwa njia hiyo Bwana aendelee kujifunua kwetu kwa njia ya neno lake, kwa njia ya Roho Mtakatifu, tupate kumuona Bwana huyu aliyeshinda kwa ajili yetu. Na kwa njia hiyo hata tunapokuwa nje ya maisha, nje ya ibada, tukiwa kwenye shughuli zetu mbalimbali, kwenye familia, mahali popote, Bwana ataendelea kujifunua kwetu, na Roho Mtakatifu ataendelea kumfunua kwetu huyo Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda kwa ajili yetu, huyu ambaye ni tumaini letu katikati ya hofu na mashaka, katikati ya majaribu, katikati ya taabu za kila namna. Huyu ambaye ni tumaini letu, ni nguvu yetu, ni msaada wetu, ataendelea kujifunua kwetu. Na kwa njia hiyo tutaendelea kuishi katika maisha ambayo hata kama kuna taabu za kila namna, tutakuwa na hali ya amani kwa sababu tunaye Bwana. Tutakuwa na hali ya tumaini sababu tunaye Bwana, tunamtegemea Bwana, tunajua Bwana yuko pamoja nasi. Hata kama kutuko na changamoto, tunajua kwamba Bwana hayuko mbali nasi kwa sababu hatuko mbali na yeye. Tutaendelea kuwa na tumaini kwamba huyu atatushindia, huyu atatuvusha
katika shida, katika magumu tunayokabiliana nayo. Na kwa hiyo tutaendelea kumwangalia yeye, na kwa hiyo ataendelea kutuimarisha, ataendelea kutupa kusimama, ataendelea kutupa hata kuwa na amani, hata mahali ambapo pasingekuwa na amani kwa mtu aliye mbali na Bwana. Ndugu zangu, Bwana atusaidie kuendelea kumtegemea yeye, kuendelea kumtumaini yeye, kuwa karibu na yeye, kuwa pamoja na yeye, kutembea pamoja naye, naye akawa pamoja na sisi. Aendelee kutupa ushindi, aendelee kutupa nguvu ya kushinda, na kwa njia hii tuendelee kusimama, tuendelee kuwa na amani na maisha yaendelee tunapoendelea na maisha yetu kila siku, lakini tuendelee kudumu katika tumaini hilo ambalo litatupa hata kuweza kufika mwisho mwema baada ya maisha yetu haya, mwisho ambao utatupa tumaini la kuwa pamoja naye katika uzima wa milele. Bwana tubariki kwa neno hili sasa na siku zote. Amen.